Kupitia Alam Nashara hii tumuombee kwa Allah subhanahu wa ta'ala amjalie afya njema. Semeni amin. Lakini pia tumuombee kwa Allah, sio vibaya kutumia fursa hii, tumuombee aendelee kuwepo katika jimbo hili. Mbona kimya jamani? Tumuombe Allah aendelee kumpa power, aendelee kuliongoza jimbo hili, kwa sababu amekuwa ni kiunganishi kikubwa cha jamii ya wilaya ya Ilemela. Takbir. Sote kwa wale ambao kwamba wanawake wote mlosafi, tusome Alam Nashara kwa nia na kwa ikhlas. Tumuombee mama huyu juu ya wema wake. Ma jazaa'ul ihsanu illa al-ihsan, wema malipo yake ni wema. Sisi kumlipa yeye hatuna kikanuni, kwa haya anayotufanyia tunawajibika kumlipa na sisi. Sasa uwezo kumlipa sisi hatuna, lakini uwezo wa dua tunao. Tunanyanyua mikono yetu kumlilia Allah subhanahu wa ta'ala. Yote tuloyazungumza Mwenyezi Mungu ambarikie. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ya Allah, tunakuomba kupitia sura hii, sura ambayo ni ya kufungua majambo yaliyojifunga, mfungulie milango ya khairi mama huyu, muepushe na kila lilokuwa baya katika utawala wake. Tunakuomba ya Allah, mpe nguvu zaidi, aendelee kuwepo katika jimbo hili zaidi na zaidi, kwa jinsi na namna anavyowaunganisha wanailemela na Watanzania kwa ujumla. Kwa rehema zako na kwa fadhila zako, mama huyu anatufaa zaidi. Tunamkabidhi mikononi mwako ya Allah, muhifadhi juu ya kila baya, na kwa yoyote anayemwangalia kwa jicho baya, jicho la hasadi, jicho la sihiri, Mwenyezi Mungu amjua yake dhamiri, mkuje mtupie mbali huko. Birahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sitakuwa na mengi sana ya kusema, na kwa ufupi tu nimpongeze sana Mheshimiwa Mbunge kwa kufanya hivi. Ameendelea kuwaleta watu karibu, lakini akifanya tukaendelea kuwa wamoja zaidi, hasa katika kipindi hichi ambacho tunakurudia Mwenyezi Mungu. Ili nimpongeze sana, lakini pia niwasihi sana ndugu zangu Waislamu, isiwe tu katika kipindi hichi ambacho ni cha Ramadhani tukawa tunaacha yale yote yasiyopendeza Mwenyezi Mungu, lakini tunapomaliza Ramadhani tunarudi tena kwenye mambo yale ambayo tunakataa huko nyuma, ambayo machukizo mbele za Mwenyezi Mungu. Tunawasihi, tunawaomba hata baada ya Ramadhani tuendelee kuepuka kutenda yale yote yasiyopendeza Mwenyezi Mungu. Jambo hili limekuwa ni ada ya Mheshimiwa mbunge wetu wa wilaya ya Ilemela kufanya jambo hili la kheri, na huu ni mwendelezo wa mambo ya kheri mengi tu ambayo amekuwa akiyafanya na sana katika kujenga mapenzi, kutafuta thawabu, lakini kuonyesha yeye yuko pamoja nasi sisi sote. Natambua kwamba tuko wengi ndani ya wilaya yetu Ilemela. Kwenye utambulisho mesimama hapa kata 19. Ni watu wengi, lakini si kazi ndogo iliyofanyika hapa kukusanya umma huu na kuhakikisha unawatendea jambo la ihsani na jambo la huruma. Lakini tumeambiwa hapa watu waliokuja hapa ni makundi matatu. Kundi la kwanza, kuna watoto yatima, kuna wajane, kuna wazee. Lakini makundi haya yote matatu ni makundi muhimu, na Mwenyezi Mungu ametufundisha na atuambia miongoni mwa makundi muhimu ya kuyatazama kwa jicho la huruma ni miongoni mwa makundi haya matatu, wakiwemo mayatima na wajane na wazee.
Kwa jambo hili ni jambo la kiibada. Na saha zangu, kwa kuwa ni jambo la kiibada na ibada hii tunashiriki sisi sote, ombi langu ndugu zangu Waislamu wenzangu na ndugu zangu nyote tuliohudhuria katika jambo hili, tusimame na jambo hili la kiibada katika kuhakikisha zile thawabu na ile ibada katika ukamilifu wake inakwenda kwa ukamilifu wake na inakwenda mahala ambapo imekusudiwa katika kuzipata zile thawabu, na sisi tuwe wenye kuzitengeneza thawabu hizi, tusiwe wenye kuzikata thawabu hizi. Niwaombe tu wale watakaopokea sadaka hiyo, inawezekana ikawa ni kidogo itosheleze mahitaji, lakini itakuwa imegusa wengi kulingana na kiasi kidogo watakachokuwa wamepata. Na nilitoa maelekezo pia ili walau tufikie familia nyingi, nikawaomba watoto yatima awe ni mmoja kutoka kwenye familia moja, wasiwe 3 4 kwa familia moja alafu wengine wanakosa nafasi hiyo. Nina imani viongozi wetu wa misikiti watakuwa wamelizingatia. Vinginevyo niwatakie tu Ramadhani karimu njema kwa wote. Najua tuko kwenye fungu la 10 la mwisho, basi kidogo kilichopo naomba wakipokee na wajue tu tuko pamoja na kwamba kipo kwenye ukumbi huo, lakini tuko pamoja katika tukio hilo. Naitwa Saidi Seko, ni bilali wa msikiti Masjid Liazo Kayenze. Napenda kumshukuru Mheshimiwa Angelina Mabula kwa hisani na sadaka ambayo amekuwa akitoa kama kawaida na ada kwa mwezi kama huu wa mfungo wa mwezi wa Ramadhani. Mtu anapokuwa anatoa ina maana anapata thawabu na kheri nyingi zinapatikana juu, kwa sababu ni mwezi wa kutoa. Ni mwezi wa kutoa, mwezi wa kusaidia. Hivi kinachotolewa hiki sisi tunashukuru. Mfano tumepata futari, lakini kwa leo tulikuwa hatuna uwezo wa kupata shilingi 5,000. Pengine huyo mjane au mtoto yatima alikuwa na uwezo wa kupata 5,000 kwenda kununua futari. Sasa hii faida inakuwa kwamba hata kama atakuwa ametumia gharama ya shilingi 5,000, lakini sadaka aliyopatia ni zaidi ya shilingi 5,000. Kwa hiyo inaweza kumsaidia zaidi ya siku 2 au 3 inshallah. Majina yangu naitwa Aisha James. Ninapenda kumshukuru mbunge wetu kwa sadaka aliyotoa. Namuomba Allah mfanyie wepesi, aendelee kuwa na moyo huo kwa kila mwaka, na pia afanikishe malengo yake pamoja na familia yake. Lakini pia ninamuomba aweze kuwa anatuangalia watu tunaoishi mbali. Ninamshukuru kwa hiki alichokitoa, Allah mfanyie wepesi. Mwanamke mwenzangu, hii kwa dini ya Kiislamu ina maana ni pale unapokuwa umemsaidia mtu ambaye hajiwezi, yani ni jambo la heri kwa watu ambao hawajiwezi au hawatujiwezi, mfano wajane, mjane, yatima, wazee. Kwa hiyo atakuwa yani amesaidia kiasi kikubwa sana kwa hizi siku zilizobaki. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru. Unajisikiaje sasa kupokea? Najisikia amani sana mimi kama mimi, na naomba aendelee na moyo huo, Allah mfanyie wepesi. Naitwa Chazi David, ni katibu wa mbunge wa jimbo la Ilemela, Mheshimiwa Daktari Angelina Silvester Rubara Mabula. Kwanza kabisa nitumie nafasi hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa siku hii ya leo. Tumeweza kukutana katika ukumbi huu wa Mariasiri Pasiansi, lengo likiwa ni kuhakikisha Mheshimiwa mbunge anaendelea na utaratibu wake wa kawaida wa kuendelea kutoa sadaka kwa waumini wetu wa dini ya Kiislamu. Tangu ameingia madarakani, tunajua leo ni awamu yake ya 9 tangu ameingia madarakani, umekuwa ni utaratibu wake wa kawaida. Mbali na hilo, Mheshimiwa mbunge amekuwa na utaratibu wa kushirikiana na makundi mbalimbali, na katika sadaka ya leo tunao kila sababu kwa niaba ya Mheshimiwa mbunge kuwashukuru sana baadhi ya wadau ambao wameshirikiana nao kuhakikisha na kwenda kufanikisha sadaka hii ya leo. Tupende sana kwa dhati kuwashukuru sana The Angel Foundation, taasisi ambayo inajishughulisha na masuala mbalimbali ikiwepo kuinua wajasiriamali, na wenyewe imeweza kutoa mchango wake kuhakikisha tunakwenda kuyafikia makundi haya ya kina mama, yatima, lakini pia na wazee wetu. Lakini pia tutumie nafasi hii kuwashukuru sana Kagera Sugar kwa kazi kubwa walioifanya, kuhakikisha pia wamekuja kumuunga mkono Mheshimiwa mbunge kuweza kutoa sehemu yao ya mchango, lakini pia sehemu yao ya sadaka, na wamekuja kutupatia sukari. Lakini pia tunao kila sababu kuwashukuru sana Supado kwa kazi kubwa walioifanya kuhakikisha wanaendelea kuungana na Mheshimiwa mbunge wetu wa jimbo la Ilemela. Leo tulikuwa tuna kundi ya wajane, lakini pia tulikuwa tuna kundi kubwa la yatima, tulikuwa tuna kundi la wazee wanaotoka katika kata zetu zote na misikiti yote ndani ya jimbo letu la Ilemela.